wazee na vijana na wakina mama wanataka kusikiliza wote. Karibu sana uzungumze na watu wa Mbulu. Karibu sana mama. Tuko hapa kwa mambo mawili au matatu, lakini moja kubwa ni kuja kweli au matatu, lakini moja kubwa ni kuja kuelimisha na kuwapa hamasa kuhusu kauli mbiu yetu inayosema no reforms, no election. Kama hakuna mabadiliko katika sheria na mfumo wetu wa uchaguzi, basi tutahakikisha kwamba uchaguzi haufanyiki. Na wote mnajua uchaguzi mkuu ni mwezi wa 10 mwaka huu. Na kwa nini tunasema hivyo ndugu zetu wa Mbulu? Mimi nimewahi kuwa mbunge na naelewa kwamba kuanzia mwaka 1995 ndipo ambapo tulianza uchaguzi wa vyama vingi vya siasa. Lakini toka mwaka 95 mpaka mwaka 2020 tumekuwa tukienda vizuri kweli kweli. Ilipofika mwaka 2020 mwenda zake, nikisema mwenda zake na mzungumzia Magufuli, ambaye alihakikisha kwamba ameiba mchakato mzima wa uchaguzi. Na kwa bahati mbaya sana, polisi wetu ambao tunawalipa kwa kodi zetu ndio ambao walibeba mabegi yakiwa na kura zilizopigwa kwa ajili ya CCM. Uongo. Sasa ndugu zangu, mwaka 2019 uchaguzi wa serikali za mitaa nao uliibiwa. 2020 uchaguzi mkuu wa wabunge, madiwani na rais nao kaibiwa. Lakini Mungu ndio kila kitu. 2020 akaiba, 2021 akachukuliwa. Tukampata rais mwanamke ambaye alitulagai, akasema kwamba atabadili mfumo wa uchaguzi, akaleta kitu kinaitwa 4R, kwa maana maridhiano, uhimilivu, mageuzi na kujenga upya. Chama chetu kikaingia kwenye maridhiano kwa takribani miaka 2. Akatupotezea muda, lakini maridhiano yale yakawa kizungumkuti, na wote tukashuhudia uchaguzi wake wa kwanza mwaka 2024, uchaguzi wa serikali za mitaa. Akajinasibu kwamba atahakikisha wapinzani wanashiriki, lakini matokeo yake wagombea wa upinzani karibia wote nchi nzima walienguliwa. Hapa Mbulu walienguliwa au kuenguliwa? Kwa hivyo ndio sababu tunasema hizo fara zake zilikuwa za uongo. Lakini haikuishia hapo. Dr. Slaa amezungumza kuhusu Mama Samia Suluhu, na wote mnamuita mama, lakini yeye mama ni mama wa Abduli na Wanu ambaye ni mbunge kule Dodoma. Lakini nyie wote hapa mna mama zenu. Sisi wakina mama tumezaa kwa uchungu sana, tukiamini na yeye amezaa kwa uchungu. Lakini tunasikitika kwamba pamoja na kwamba tuna mwanamke wa kwanza rais, lakini tunaona matendo mabaya ambayo yanaendelea kutokea katika nchi hii. Tunajua ukiwa rais wa nchi unakuwa amiri jeshi mkuu, kwa maana ni mkuu wa majeshi yote nchini. Lakini juzi wote mlisikia walikuja wanaharakati kutoka Kenya. Tunajua tuna Jumuiya ya Afrika Mashariki. Walikuja kwa ajili ya kusikiliza kesi ya mwenyekiti wetu Tundu Antipas Lissu. Watu hao wengine walikamatiwa uwanja wa kimataifa pale Dar es Salaam wa ndege. Wakaambiwa hamna kutoka, kwa hiyo wakaondoka, wakarudishwa Kenya. Lakini wale ambao tayari walikuwa nchini waliteswa. Na waliteswa kwa kauli ya rais, kwa sababu rais alizungumza. Akasema kuna watu wamekuja kutoka nchi za nje, wamekosa nidhamu kwao, wanataka kutuletea hapa nchini. Matokeo yake watu wale, akiwemo mwanamke kutoka Uganda anaitwa Agatha, alipigwa na anadai kwamba alibakwa. Kwa hivyo ndugu zangu, tunapoongea haya tuna masikitiko makubwa sana. Na kwa maana hiyo tunasema kwamba kama kutakuwa na mabadiliko ya kisheria, tutahakikisha kwamba uchaguzi haufanyiki. Na ndugu zangu wana Mbulu wote mnajua
tumepata uhuru mwaka 61. Leo ni miaka takriban 64 toka tumepata uhuru. Tunaongozwa na Chama cha Mapinduzi na serikali yake. Mnaweza kusema kulikuwa chama cha tano, lakini tano ndio hiyo imegeuka kuwa Chama cha Mapinduzi toka mwaka 77. Tanzania ni nchi tajiri, ina rasilimali lukuki. Nyinyi mkoa wa Manyara mna madini yanaitwa Tanzanite. Tanzanite kule Simanjiro ambao ni mkoa wa Manyara ni madini pekee yanayopatikana hapa nchi, katika dunia hii hakuna sehemu nyingine. Lakini madini haya yanauzwa Kenya na India kuliko ambapo yalivyo hapa Tanzania. Kwa hivyo tunasema uongozi mbovu wa Chama cha Mapinduzi ndio umetufikisha hapo. Kwa hivyo ndugu zangu, tusimame kidete kuhakikisha kwamba CCM hawana lao katika Tanzania. Nimemwona ndugu yangu hapa ananifuata, kwa hiyo najua mkutano huu si wangu. Tunaye mtu ambaye mnatamani kumsikiliza sana, atakuja kuongea nanyi, naye sio mwingine ni JJ Mnyika. Kwa hivyo naomba niwaache tukisema peoples. Asanteni sana. Nikisema wazee mnasema chanzo cha hekima na busara. Wazee ndio. Asante sana. Sasa nimlete kijana wenu, mwenyekiti wa kanda dume kabisa, kanda ya kaskazini, Mheshimiwa Wakili Msomi. Karibu sana uzungumze na watu wa nyumbani. Asante sana. Asante Mheshimiwa John Mnyika, Mheshimiwa viongozi wote. Peoples, no reforms, no reforms. Mheshimiwa viongozi pamoja na wananchi, mimi naomba nizungumze mambo machache kwa dakika 2, alafu nimlete msemaji wa mwisho. Kama mnavyofahamu tunakwenda Dongobeshi, tukimaliza tunakwenda Babati mjini siku ya leo. Mimi ni wa nyumbani, mimi ni mwenyekiti wa kanda yenu. Nitatafuta mkutano wangu wa kuzungumza, au sio? Mimi ni wa nyumbani hapo Karatu tu Haidelei. Mna wasiwasi? Peoples, niseme mambo machache tu. La kwanza, tupo kwenye operation ya kudai reforms, kudai mabadiliko ya sheria za uchaguzi ili tuende kwenye uchaguzi utakao kuwa huru na haki. Kwa sasa kuna uchaguzi huru na haki, wananchi wa Mbulu? Kuna uchaguzi huru na haki? Rais Samia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, na yeye ameshapitishwa na mkutano mkuu wa CCM kugombea urais kwa Chama cha Mapinduzi, na bado yeye ndiye ana mamlaka ya kuteua na ndiye aliyeteua Tume ya Taifa ya Uchaguzi kusimamia uchaguzi wake mwenyewe, na ana mamlaka ya kuiondoa tume hiyo saa yoyote akitaka. Hapo kutakuwa na uchaguzi huru, hata kama hatujasoma hiyo. Amuelewi jamani? Peoples, uchaguzi wa serikali za mitaa juzi tu hapa tuliibiwa, tulinyang'anywa vijiji vyote, karibu vyote na vitongoji vyote, si ndio jamani? Wako tayari kusema hatujui kusoma na kuandika. Mimi ni wakili, mwaka 2019 niligombea wenyekiti wa kijiji changu, wakasema sijui kusoma na kuandika. Wakati nasimamia kesi mahakamani za wana CCM, hata ya mwenyekiti wa CCM wa wilaya nasimamia mimi, alafu wanasema sijui kusoma na kuandika. Peoples, kwa utaratibu huu lazima tudai mabadiliko kwanza. Mmemwona mkurugenzi ndiye anasimamia uchaguzi. Huyu mkurugenzi anayeogopa hata wananchi kuingia kwenye uwanja wao, anaweza kumtangaza mbunge wa Chadema, wakati uwanja wetu sisi wenyewe, uwanja huu ni wa wananchi, anazuia tusiingie. Nataka niseme pia na wana CCM kwa dakika moja tu, nimlete Mnyika. Peoples, wako watu wachache wana CCM bado wanaamini eti baada ya miaka 64 tokea tupate uhuru tunaweza kupata maendeleo. Si wako wanaoamini hivyo? Sisi kwetu kule Karatu, sijui nyinyi huku, wanawake mnisamehe, kuna mimba inaitwa hotai. Mnafahamu hotai? Yaani kuna kipindi tumbo linakuwa kubwa hivi, unajua sasa huyu atajifungua huyu. Ukirudi mwaka mwingine hakuna cha mimba. Sawa sawa? Sasa hata ungekuwa ni mke wako miaka 60
Hapo kuna kupakata mtoto tena? Kuna kupakata mtoto tena? Yaani mwaka wa kwanza ukasubiri, mwaka wa 10 ukasubiri bado atazaa, mwaka wa 20 hajazaa, wa 30 mpaka wa 50 mpaka wa 60. Ibrahim tu aliwahi kupata mtoto kwa miujiza ya Mwenyezi Mungu, na kwa utawala wa sisi miujiza ya Mwenyezi Mungu haipo. Pause. Kwa kusubiri mtoto kwa CCM ni sana mtu kusubiri mtoto wakati mimba yenyewe ni hotai. Kwa hiyo niwaombe sana wana CCM wachache mliobaki, muungane na Chadema tupiganie haki. Mheshimiwa Mnyika, wananchi hao wana kero kubwa kwenye masuala ya mazao. Wanapouza wanalazimishwa kuuza kupitia mfumo wa ushirika, wanapewa stakabadhi ghalani, wanapewa karatasi. Yaani unapeleka mazao unapewa nini? Hiyo karatasi. Ukienda kwenye duka la pembejeo wanaweza wakakupa bidhaa, watakupa mbolea, watakupa dawa. Ukienda kununua sukari utapewa sukari. Peoples wana kero hiyo na wanatamani uzungumzie, useme, taifa lisikie. Wangapi wanaunga mkono no reforms no election? Sasa kwa nafasi hii naomba nimlete Mheshimiwa John Mnyika, karibu uzungumze na wananchi wa Mbulu kwa dakika chache ili waturuhusu tuende Dogobeshi na maeneo mengine. Karibu sana kamanda. Mbulu